Wengi tumewaisikia movie inaitwa Spartacus. Ni moja kati ya movie ambazo zilichukua taswira mpya kabisa ulimwenguni na ikawa ni moja kati ya movie maarufu kweli kweli. Natumaini umeweza kuzifahamu hiyo movie na umeshawaifuatilia, lakini kama hujaifuatilia basi itafute na uifuatilie. Sasa sahau kila ulichokiona kwenye ile filamu ya Kirumi ya Spartacus. Kiukweli mwenye jina Spartacus alikuwa ni kiongozi wa kijeshi ambaye aliangukia mikononi mwa Warumi na kuuzwa kama mtumwa huko Roma. Akaishi miaka mingi kama mpiganaji ulingoni kabla ya kuja kuongoza mapinduzi makubwa katika historia ya dunia. Mapinduzi yake yalisababisha kuokolewa kwa maelfu ya watumwa. Licha yote, Spartacus alikufa kiume. Sasa hebu tuendelee kuhusiana na hili ambalo nimekuletea leo hii. Katika dodoso za kihistoria kumekuwa na mkanganyiko wa maoni kuhusu maisha ya awali ya Spartacus. Waandishi wengi wametofautiana, lakini wote hawajatoka katika wazo kuu ambalo linamhusu Spartacus. Kwa mujibu wa mwandishi wa Ugiriki Plutarch, Spartacus alizaliwa mwaka 111 kabla ya Kristo katika eneo moja linaloitwa Thrace. Eneo hili lilipatikana kati ya mpaka mwa Bulgaria, Ugiriki na Uturuki. Mwandishi mwingine aitwaye Appian akasema kuwa Spartacus alizaliwa huko Thrace katika kabila la Maedi. Ni wazi wengi wamekubaliana kuwa Spartacus alikuwa ni mzaliwa wa Thrace moja kwa moja kati ya eneo lilopatikana mashariki mwa mbali ya Ulaya. Hakuna utata baada ya makuzi yake. Spartacus alijiunga na jeshi kwa nyakati fulani hivi, akashirikiana na jeshi la Warumi katika baadhi ya vita, lakini kutokana na sintofahamu Spartacus akaishia kuuzwa kama mtumwa na wanajeshi hao wa Roma. Katika hili pia umekuwepo utata. Mwandishi wa Phocas yeye anasema Spartacus alikuwa ni muuaji wa kukodishwa kutoka Thrace kisha akaja kujiunga na jeshi la Roma. Baada ya kutumika kwa kipindi fulani akatengwa na kuuzwa kama mtumwa. Yote kwa yote, nukuu nyingi za kihistoria zimekubaliana kuwa kwa kipindi fulani ilitumika kama alishirikiana na jeshi la Roma. Baada ya muda akatokea shida ambazo zilimpelekea Spartacus kuuzwa kama mtumwa katika moja ya mji wa Roma, mji ulioitwa Capua. Maisha mapya kama mtumwa hayakuwa rahisi kwa kutumia kipawa chake kama mwanajeshi, muuaji na mwanaume aliyeifahamu kwa uzuri sanaa ya mapigano. Spartacus alijitengenezea jina katika mji wa Capua kwa kuweka alama kubwa kila alipoingia ulingoni. Historia inaeleza kuwa katika mapambano mengi aliyopigana, Spartacus alionekana bora. Baada ya muda kuisha kama mtumwa ndani ya mji wa Capua, Spartacus aliamua kufanya jambo akishirikiana kwa uzuri na wapiganaji wengine wakubwa ulingoni zama hizo kama Sirius, Genius na Caracas. Spartacus alianzisha vuguvugu la kuwaokoa watumwa wenzake. Vuguvugu lilianzia katika mji wa Capua kwenye nyumba aliyokuwa wanauzwa watumwa. Lakini pamoja na kuanza kwa machafuko ya mji mmoja tu, vuguvugu hili la Spartacus likaja kuanzia vita kubwa kati ya watumwa na dola ya Roma. Historia imerekodi vita hii kama Third Civil War. Spartacus akaongoza kwa uzuri maelfu ya watumwa, akaendeleza harakati za nchini kwa chini kufungulia watumwa katika mji wa karibu ya Roma, watumwa wangu kingono, wapiganaji na hata wa majumbani pia. Vita ya tatu ya dunia ilianzishwa na Spartacus ikiwa na lengo la kuvunja pingu kwenye kila mikono ya watumwa. Katika hili mwanafalsafa wa Kifaransa Voltaire ameitafsiri vita hii kama the only just war in history, akiwa na maana ya kuwa vita pekee ya haki katika historia. Pia mwanafalsafa wa Kigiriki Karl Marx alimtaja Spartacus kama shujaa wake miongoni mwa wote walioishi hapo karne. Akitumia mbinu na uwezo wake mkubwa wa kijeshi, Spartacus aliwapiga Warumi katika vita nyingi zilizopiganwa katika muendelezo wa vita ya tatu ya dunia miaka ya 700 kabla ya kuzaliwa Kristo. Lakini alipotimiza miaka 71 kabla ya kuzaliwa Kristo, katika muendelezo wa vita ya tatu, katika mapigano yaliyofanyika katika mji wa Senecia
kando ya mto Sere, Jenerali Spartacus alikutana na hatima ya maisha yake. Siku hii vikosi vya Roma vilikata mzizi uliowasumbua muda mrefu. Kifo chake kikaishia na kukamatwa kwa zaidi ya watumwa 6,000 waliokuwa chini yake. Mpiganaji mkubwa ulingoni katika historia ya Roma pia, Sirius aliuawa kwa staili ya Kirumi na kutundikwa msalabani. Lakini pamoja na yote kutokea, historia inasema Roma alimuua Spartacus. Baada ya kifo chake, Spartacus kwa miaka sasa akawa anatumika kama kioo cha wote wanaopinga manyanyaso. Mfano hai ni Tautant, jasiri aliongoza mapinduzi ya watumwa yaliyosababisha kupatikana kwa uhuru chini ya Haiti. Yeye alibatizwa jina la Spartacus Mweusi. Adam Weishaupt, mwanzilishi wa Illuminati, akiamini anawasaidia watu wote toka mfumo kandamizi wa unyonyaji wa serikali Bavaria na kanisa, alijibatiza jina la Spartacus pia. Kule Ulaya Mashariki, hasa katika nchi za Slavic na Urusi, Spartacus ni shujaa mkubwa na jina lake lilikithiri na kutumiwa na timu nyingi sana za michezo mbalimbali katika nchi hizo, kama mfano FC Spartak Moscow, FC Spartak Koskorom, FC Spartacus Narkic, FC Spartacus Verkases, FC Spartacus St. Petersburg na timu zingine nyingi ambazo pia ni zaidi ya 30 katika eneo lote la Ulaya Mashariki lilitokea, ambapo kumuelewa mwanajeshi huyo kama askari mkubwa. Sanamu lake la kumbukumbu lipo Italia. Watu huenda kuliona na kuishia kuisoma historia zake tu. Kwa hiyo ilikuwa ni historia ya Spartacus, namna ambavyo watu wengi wamekuwa kimsoma kupitia kwenye maandiko mbalimbali na kumuelewa namna ambavyo alikuwa anapambana na jeshi la Roma na namna ambavyo aliuawa. Mimi ni Ezekiel Mtewele kutoka hapa Baharia TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.